Ngoja nikupeni elimu hiyo, sifungui ofisi, lakini we katumie. Sawa sawa. Sheikh Mahmud Abdallah Kipengule wakati nakwenda Lamu, katika zawadi nyingi alizonipa alinipa sura hii. Akaniambia sura hii hata kama unataka kwenda kumuomba mtu pesa, soma hii wakati unatoka nyumbani, au ushafika nyumba ile pale, yule mtu yule pale yule mtu msomee Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Rudia mara 7. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, usifike. Sheikh Mahmud anasema rudi hapa tu tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijaratin min sijil, tarmihim bihijara, mara 7. Kisha mkono ufunge hivi, usiukunjue mpaka mkononi kwake. Salamu alaykum, nimekuja Sheikh, hali yako bwana, ushamma. Alafu pale pale mwambie neno lako. Idi baka, umeelewa? Idi, umeelewa? Ndio Uislamu huo, mipango hiyo. Lakini unaweza usiamini na usifanikiwe. Wanasema idhil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa man lam ya'taqid la yantafi. Mtu siku zote unufaishwa kwa itikadi yake, kwa sababu sisi tumeambiwa haya na bora tuwaambie, kwa sababu leo tupo, kesho hatutokuwepo. Na kitmanu liilmi ni moja katika makosa makubwa, hatutakiwi tufute elimu. Haya, tunarudia tena. Bismillahirrahmanirrahim, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Umeona namna alivyowafanya Mola wako watu wa ndovu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, hakukifanya kitimbi chao katika kupotea bure, manake alikifanya kitimbi chao hakina maana. Wa arsala alaihim, na akawapelekea, wa arsala alaihim, na akawapelekea tayran ababil, ndege makundi kwa makundi. Tarmihim, wakawapiga wao, bihijaratin, kwa mawe, min sijil, yanotokana na vidongo vya moto. Faja'alahum, wakawafanya wao, ka'asfin ma'kulin, kama majani yaliyoliwa na wadudu yakatapikwa. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Mwenyezi Mungu atujalie Qur'ani iwe ni rabi' qulubina wa shifaan lisudurina wa dhahaban lihumumina wa humumina wa kafaratan lisayiatina. Sawa. Na Mwenyezi Mungu ayanawirishe kwa Qur'ani makaburi yetu na macho yetu na akili zetu, na Mwenyezi Mungu ajalie atukumbushe pale tuliposahau katika Qur'ani, lakini Qur'ani iwe ni kiongozi na taa ya maisha yetu. Ngoja nikupe